Na mhadia kama tu jinsi mjadala ulivyo ni kwamba pia tumeweza kuambatana hapa na kuweza kutangamana na wale ambao ni bunge la mwananchi hapa katika kaunti ya Kakamega, hususan mji wa Kakamega. Kwa kawaida wapatikana katika mitaa hii mahali tofauti tofauti, ila hii leo tumesema tuweze kukutana hapa katika mzunguko huu wa barabara ya Kisumu Kakamega na ile ya kuelekea Busia, tuweze pengine kuzungumzia ile mada kuhusu swala la bima ya afya ya SHA, iwapo wao kama wakazi wa Kakamega kulingana nao pengine imekuwa na matunda yapi, kwa sababu tangu kubuniwa kwake mwaka mmoja uliopita pamekuwa na changamoto kama tu mwana azaliwapo pengine huwa upitia zile vitengo kadhaa ndipo baadaye aweze kuwa na uwezo wa kuweza kuzungumza na pia kuweza kutembea, ila pengine ile bima ya SHA pia imeweza kukumbana na changamoto si haba, na hivyo pengine ikiweza kulinganisha na ambaye ameweza kuzaliwa pengine inapitia viwango hivyo vyote ndipo iweze kuwa bora zaidi. Ila umeweza kuona pia zile hospitali za kibinafsi za mashinani na mijini chini ya mwavuli wa Rufa zimekuwa zikiweza kuwa katika mvutano na serikali, zikidai kuwa hazijakuwa zikiweza kushughulikiwa ili vilivyo kulingana na pengine yale matakwa ambayo yamekuwa yakiweza kutoa mwongozo wa jinsi bima ya SHA inavyostahili kuwa ikiweza kutekelezwa ili pengine mwananchi wa kawaida aweze kuwa akiweza kupata faida. Ila ukitazama kushoto kwangu na kulia kwangu ni wale ambao ni wakazi wa Kakamega hapa, na tuanze kwanza na wa kwanza hapa. Utueleze jina lako na umetokea wapi, na pengine kwa mtazamo wako ile bima ya SHA imekuwa ya faida ama pengine imekuwa ikiweza kuwaathiri kwa ubaya wale ambao ni wa Kenya? Mimi kwa majina naitwa Elvis Malova, nikuwa mmoja wa bunge la mwananchi wa hapa Kakamega. Issue ya SHA imekuwa ni issue ambayo ilikuwa idea mzuri, but shida ambayo SHA iko nayo ni kusema kuwa watu walipe kwa mwaka. Hiyo ndio imekuwa challenge kwa watu wenye ni maasula, watu wenye wanalimia watu mashamba, watu wenye wanapata kipato kidogo kidogo kila siku. Naweza pata mtu analimia mtu shamba huko Huisero na shilingi 150. Na anafaa kule hapo alipe SHA na afanyie vitu zingine. So inakuwa ni ngumu sana kwa kusema kulipa mwaka mzima. Mimi ningependekeza watu wa health about watu wa SHA kuwa hiyo kulipa polepole ya kila mwezi ni kitu ya maana, kwa sababu hata ukiangalia kwa masimu kuna hiyo kulipa mdogo mdogo. But tungesema walipe tu kwa mwezi venye tumekuwa hivyo. Alafu kitu ya SHA ambayo naona ni ya maana, inatupatia nguvu hospitali za serikali, nguvu sana kushinda za private, ambapo watu walikuwa wanaumia sana. Watu wa private walikuwa naweka pesa mingi sana kwao, so unapata mtu analipa hata milioni 6 huko, na ilali kama angekuwa kwa hospitali za kawaida anaweza kuwa alilipa hata 1300 ama 1400. So hiyo inaenda kuleta kwa SHA huko mbeleni itakuwa mzuri sana na wananchi watapata faida kwa hiyo. Lakini shida mwisho kabisa ni kuwa umeenda kwa hospitali, SHA inaenda kulipa lakini madawa hakuna. So inakuwa ni challenge tena kuambia mtu tena aende kwa chemistry ambazo ni private anunue dawa. So haizi jua kama hiyo dawa ni original ama ni fake. Hapo ndo ningesema inafaa rekebisha hapo. Maswali uliyoibua pengine pia mwenzako wewe akiajibu, kwa sababu unajua kinachokuathiri kinaniathiri kinamwathiri pia. Jina lako, umetokea wapi? Ukimsikiza mwenzako hapa anasema kwamba SHA ukitizama jinsi ilivyobuniwa ilikuwa na uzuri, ila pamekuwa na changamoto. Wewe kama binafsi hivi, jina lako, umetokea wapi, na tangu kubuniwa kwa SHA umeweza kukumbana na changamoto yote ambayo iliweza kuwa ikiathiri huduma za afya mlizopokea wewe ama jamaa wako? Naam, kwa majina ni Mohamed Ali Mwenje, nikitoka upande ya Shirere Ward, ambapo hospitali ya General Hospital Kakamega iko na ndio hospitali kubwa ambayo inaongozwa kwa within the Western Region. Mimi kidogo upande ya kwamba mwenzangu amesema kuhusu SHA inachelewa, watu ambaye wanalipiwa SHA wengine wanatoka mashinani isilipe kwa mwaka. Hiyo changamoto mimi haijanikumba, sababu mimi ni maandikwa kazi na Mheshimiwa David Kunza Shirere Ward kama pia wake. So mimi nimetibiwa na nimeona matunda ya SHA haswa General Hospital ambayo mimi natibiwa pale, na nimeona ya kwamba SHA ilinilipia kwa mwaka. Na juzi tu hivi majuzi afya ambaye ni Aden Duale alikuja hapa Kakamega na akazuru hospitali ya SHA, na hiyo ndio wakati ambao mimi nilikuwa natoka hospitali. Ile kitu ambayo mimi naweza himiza watu wajirejeste. Mtu asijaribu kupiga kelele nje ama kuingiza siasa katika SHA, ajirejeste kwanza,
Akishakuwa ndani ya system ya SHA ndiposa mambo inaenda polepole. Mambo ambayo rais anafanya pia tusimsukume sana kwa sababu SHA ndio imeanza na inazidi kuendelea. Mimi napongeza sana Rais Ruto kwa hayo. Asante. Asante sana. Unasema kwamba SHA imekuwa sawa. Pengine kwa ufupi sana. Imekuwa sawa. SHA imekuwa sawa. Asante sana. Pengine jina lako utueleze umetokea wapi kwa kifupi sana, utueleze ushawahi pengine keti tu ushawahi hitaji huduma za SHA na ushaizipokea ama jamaa wako ashaizipokea, zilikuwaje? Zilikuwa sawa au la? Mimi kwa majina naitwa Msungu Ngaira, nikuwa mkaaji wa Sheyo Ward, Lurambi Sub County, Kakamega County. Mimi mwenyewe kwa binafsi nimehusika kwa mambo ya SHA kwa sababu nimetumia SHA kupata huduma. Changamoto ambayo mimi nimeijua ambayo imetokea kwa SHA iko limited kwa kutoa huduma fulani na huduma zingine haitoi. Hiyo ndio shida. Kama mimi natumia miwani, unapata sasa siwezi pata miwani kutumia SHA. Itabidi niongeze pesa zingine ndio ndiposa niweze kupata miwani. Hiyo tu ndio changamoto ya kwanza. Ukipata mtu kama amevunjika mguu na anahitaji huduma ya kuwekewa kama chuma, utapata watakwambia SHA italipia operation matibabu mengine, but ikifika wakati wa hiyo chuma wanakuambia lazima uingie kwa mfuko. Hapo ndio sasa changamoto ambayo iko kwa SHA. Sasa unapata wale watu ambao wako katika mapato ya chini hawawezi pata huduma zingine kupitia SHA. Kama SHA haiwezi patiana, utapata sasa wewe utaumia. Hapo ndio nasema changamoto ambayo iko kwa SHA. Kitu tu mzuri SHA imekuja kutueleza na kutuonesha kwamba kuna upungufu baina ya service providers na insurance ambazo zinalipia hiyo gharama. Alafu pia kitu nyingine SHA imekuja kuonesha kwamba technology wise sisi kama taifa bado uko chini, kwa sababu unapata senye watu wanatumia SHA, unapata wengine wanaambia kuna delays, hawezi ingia, angoje, akuje kesho. Sasa unapata vitu kama hizo pia zinaumiza mgonjwa ambaye anahitaji huduma kupitia kwa SHA. So mimi nitahimiza serikali both the national na county government improve on that, so that mtu akienda kwa hospitali anapatiwa ule muda mfupi sana kuweza kuhudumiwa, than kungoja weka hapo tungoje respond kutoka kwa SHA. Kama haija respond inamaanisha wewe hautapata huduma, na hiyo unaona mtu anaumia. Hautaambia ugonjwa ati ngoja, ati tunangoja respond sasa ndio ukuje. Hiyo ndio na changamoto ambayo iko kwa SHA kabisa. Asante sana. Naam, naweza kuona umeweza kusongea hapa, nisije nikasonga kule. Pengine majina kwa kifupi, tukiweza pengine kuwajali wengine pia watapata dakika moja mbili hivi watueleze majina yako, umekuwa ukitangamana pengine na huduma za SHA, huduma za afya hospitalini, na pengine uliweza kuhitaji SHA na SHA pengine uliweza kupata hizi huduma kivipi? Ilikuwa sawa au la? Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Kiverenge. Mimi ni mkazi hapa Kakamega ward ya Sheywe. Kwangu mimi kulingana na maoni yangu, SHA ilikuwa na mpango mzuri, ilikuwa na malengo mazuri, lakini utekelezaji wake hapo tofauti imekuwa na changamoto. Kwanza kabisa hivi juzi mliona hospitali ya St Mary's ilikuwa imefungwa kule Mumias. Waziri mwenyewe akakuja akasema hapa within 1 week hospitali itakuwa inafanya. Paka sasa hivi hiyo hospitali haijafanya. Shida ni kwamba SHA haijalipa pesa, iko na madeni kule. Hapa Kakamega tunavyozungumza sasa hivi, mimi nimezoea kwenda kwa zile hospitali za kibinafsi. Unapata hospitali mingi saa hizi zimekatiza huduma kulingana wanataka insurance company nyingine kwa sababu SHA haiwalipi. Kwa hivyo SHA imekuwa na changamoto kutokulipa, na pia wakati mwingine ukienda kwa hospitali za serikali, hatusemi hospitali zetu za serikali ni mbaya, lakini ukienda kule unaweza tibiwa lakini hospitali haina madawa. So hiyo SHA itakwenda nisaidia. Na unapata mimi nalipa shilingi 10,500 kwa mwaka. Mimi ningelipenda kusema kwamba hiyo SHA kama ilikuwa ya kusaidia mtu wa chini kulingana venye wanasema, ni kwamba warudishe ikuwe inalipiwa kila mwisho wa mwezi kama vile ilikuwa inalipa kama ile NHIF ama kama venye SHA ilianza. Lakini hapo kwa kusema kwamba tulipe annual hiyo ni inaumiza mwananchi ule wa chini kulingana na kipato na maisha sasa hivi yenye imekuwa ngumu. Asante. Pia niweze kusonga hapa kwa sababu najua baadaye bado nitakuwa nikizungumza nanyi. Tusonge tunakalia hapa. Najua kuna huyu tukizungumza masuala ya siasa unampata hapo. Ukizungumza sport na kuona umepiga jezi ya Liverpool ama vipi? Tena tukifikia mambo ya afya na kuona umefika hapa mjuzi wa kila kitu. Tueleze pengine majina yako na kwa kifupi sana, usio mwingi wa maneno. Umeweza kukumbana na hizi huduma za afya kupitia bima ya SHA na pengine hospitali ya kibinafsi ama ya serikali. Huduma zimekuaje? Kisha tukimaliza tutakuwa tukizungumza na wenzako hapa. Asante. Mimi naitwa Collins Lumumba, nikiwa kiongozi wa vijana hapa Kenya. Na leo hii mimi nasema hivi, kitu ya kwanza ambayo inasumbua wa Kenya
kutoka kwa NHIF kwenda kwa SHA ilitugharimu shilingi bilioni 100. Hilo ni swali ambalo hadi wa leo bado halijajibiwa. Na leo hii napozungumza tuko na waziri wetu hapa Oparanya, huyu waziri wa Fuliza. Ile mambo ya Fuliza alituambia tusilipe, lakini leo hii unapenda hospitali ama unapofanya chochote kwa SHA unaambiwa kwenda lipa ile Fuliza ulichukua kwanza. Mimi nasema hivi, maisha ya mtu isilinganishwe na Fuliza tafadhali, kwa sababu pengine hakulipa shilingi 500 kwa sababu alikuwa na changamoto 1-2 ndiposa hakulipa. Na labda wengine wetu haswa watu wa Kakamega tuliambiwa na Oparanya tusilipe hiyo mambo ya Fuliza. Kwa hivyo saizi mnapotuambia lazima tulipe ndio tuingie tuende tutibiwe kwa SHA, inasikitisha sana kwa sababu Kakamega watu ni wagonjwa kila wakati. Kwa hivyo naomba kwamba mambo kama hayo ndio yatafanya sisi tuseme serikali haiko sawa kabisa. Pengine na mzee hapa nakuona wamezungumzia masuala ya SHA. Ila unakumbuka ule mwavuli wa Rufa ni ule mwavuli ambao unaleta pamoja hospitali za kibinafsi za mashinani na mijini. Rufa, nakumbuka kwamba ambaye anaongoza ni Brian Lishenga, na mara kwa mara wamekuwa wakiweza kuvutana na serikali wakisema kwamba pengine hawajaweza kuwa wakiweza kushughulikiwa vyema chini ya bima ya SHA, fedha hazifiki. Umeona baadhi ya hospitali chini ya mwavuli huo zikiweza kusema kwamba zitakuwa zikiweza kuondoa huduma zake, kulemaza huduma hizo. Ninyi kama wakazi wa Kakamega, picha kama hii pengine wao wakifanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba wanarekebisha hali na kuweza kuhakikisha kwamba huduma za afya zinamfikia Mkenya wa kawaida? Kwa majina naitwa Joseph Owino Muchesia, natoka Ekolomani. Mpunga wangu ni Penat Shinali. Hii vitu ya SHA hatuniko usuri wake. Mwenzangu anasema mambo ya Oparanya hapana, waziri wa afya. Hii natakuwa na waziri wa afya ndio aulizwe hii maswali. Mimi naunga wenzangu mkono, hatuoni kufaita ya SHA hata kitoko. Kwa hiyo hata kidogo hatuoni kabisa. Ukienda hospitali unalipa na wanasema ati hakuna matawa. Unalipa na wanasema hakuna matawa. Sasa hatuoni faita hii kitu. Tafadhali rudi vile ilikuwa zamani. Na pengine nimeweza kuuliza mvutano kati ya hospitali za kibinafsi na serikali kwa sababu ya pengine hizi fedha za SHA hazijakuwa zikiweza kutumwa, wanadai hazijatumwa kwa wakati, ama pengine hawalipi madeni kwa wakati, hivyo kuweza kulemaza huduma zao. Lipi lifanywe kuweza kuhakikisha kwamba wanarekebisha hali hii? Hata tafadhali hospitali ya private, kwa sababu hospitali ya private kitu ambayo unatoa pesa ndio unatibiwa, ni kama utoi au utibiwi. Asante. Naam, jina na mambo ya SHA. Swali nataka kulirejelea pia bado. Ile mwavuli wa Rufa, hizi ni hospitali za kibinafsi za mashinani na mijini. Wamekuwa wakisema kwamba watakuwa wakiweza kulemaza huduma za afya kwa sababu ya mvutano wao na SHA. Nyinyi kama wakazi wafanye lipi kuweza kuhakikisha kwamba wanarekebisha hali? Kwa majina naitwa Salim Juma, mkazi wa Lurambi sub county, Sheyo ward. Mimi nasema rais alituambia hizi SHA itatusaidia sisi wananchi wa chini. Lakini sasa SHA hii imekuwa sasa the worst. Ukitoa SHA kwa hospitali za kibinafsi, na kuna watu huwa wanakimbilia huko kwa sababu ya time nini, wanatibiwa huko na wanapewa madawa. Hizi hospitali za serikali zinakutibu lakini haupewi madawa. Mimi naomba rais aongee na watu wa hospitali za kibinafsi, awapatie pesa, watu waendelee kwenda huko kutibiwa na SHA. Itatusaidia sana sisi kama wananchi wa Kenya. Pia tuweza kumpatia mwingine hapa dakika moja kwa sababu nuna iwapo sitawapatia nafasi. Jina na pengine maoni yako mambo swala la bima ya SHA. Nyinyi kama wakazi wa Kakamega hapa umeweza kuwa ukiweza kutafuta huduma za afya, iwe hospitali ya kibinafsi, hospitali inayomilikiwa na serikali, huduma zilikuwaje? Pengine maoni yako ni yapi kuhusu mjadala mzima wa SHA? Kwa majina mimi naitwa Asman Juma, mkaaji wa Kakamega. Mimi SHA hainisaidii kitu yoyote ama haitusaidii kitu yoyote. Vitu za SHA hizi zitolewe kabisa. Juu mimi kwanza juzi nimekuwa na bibi yangu alikuwa mgonjwa ndani ya nyumba, nimehangaika sana nikitembea kwa hospitali, nimezunguka karibu kwa hospitali 3, nikifika pale wananiambia SHA haifanyi kazi. Nikienda kwa hospitali nyingine wananiambia SHA haifanyi kazi, wanataka nilipe pesa cash. Na pesa cash sasa hii maisha imekuwa ngumu. Hiyo pesa cash ya kulipa
ndio kupata imekuwa shida. So hii vitu za SHA, president arudi aangalie vitu za SHA hizi, atoe vitu za SHA kabisa. Vitu za SHA hakuna vitu zenye zinatusaidia, ni kutuumiza kabisa. Zimefanya watu wanakufa wengi, vifo zimekuwa vingi. Ukienda kwa hospitali unapata watu wamejaa, wanangoja watibiwe na SHA, lakini hakuna kitu yenye SHA inasaidia watu. Vitu za SHA watoe kabisa. President wetu amepotelea kwa manyumba, amewacha, amesahau wagonjwa huku, amewacha idara ya ugonjwa huku, amepotelea kwa manyumba huko. So arudi aweke akili yake kwa vitu za SHA hizi kama anataka SHA iendelee, lakini awachana na vitu za manyumba, akuja arudi upande ya SHA huku tuone kama tutasaidika. Lakini kwa saa hii afadhali turudi NHIF. SHA hakuna kitu yenye inatusaidia kabisa. Kwa hivyo watoe SHA ama waboreshe? Kwa ufupi, watoe SHA, waturudishe kwa NHIF mali tulikuwa pale nyuma. SHA itusaidii kabisa. Sawa, asante. Jina lako na pengine umeweza kukumbana na hizi huduma za afya za SHA. Kuna maoni mseto hapa, kuna maoni kinzani hapa. Wewe kama mkazi wa Kakamega, pakoje hapa? Huduma ziko na katika hospitali zote, pengine ziwe za binafsi ama za serikali? Mimi kwa majina naitwa Akili Sakala kutoka Pototo East. Kwa maoni yangu, hii maneno ya SHA imeshinda Wakenya kutumia. Haswa mimi nilikuwa mtu wa NHIF. Wakati walileta vitu ya SHA, sijui pesa yangu ilikuwa kwa NHIF ilienda wapi. Naweza kwamba president kama nikiwa mkaaji wa Kakamega County, Sheiwe Ward, Lurambi Sub County. Mimi mwenyewe personally, mimi SHA ni nzuri. Maana ya kusema SHA ni nzuri, nimekuwa na mtoto kwa nyumba ambaye amepata shida ama alipata ugonjwa, nikaenda hospitali. Hakika SHA upande wangu mimi nasema SHA imenisaidia, kwa sababu siku hata na peni moja. Ile kitu aliniuliza tu hospitali, umekuwa registered? Nikasema nimejiregister. Kisha wakaniambia kama umekuwa registered, weka mtoto hapa aendelee kutibiwa. Mimi upande wangu nasema SHA ni mzuri, ila tu marekebisho kidogo. Wenzangu ambao walikuwa wanaingia kwa SHA ama hawajaingia kwa SHA, hii kitu ya registration, saa nyingine wanakuambia system imefail. Hiyo serikali iangalie hapo, na upande mwingine iwache vitu outpatient. SHA usimamie tu kila kitu. Vitu kutuambia saa ukifika hospitali at outpatient wewe lipa pesa yako ya mfuko. Hiyo pia inaumiza mwananchi wa kawaida. Kama ni SHA tunalipia mwisho wa mwezi, malipo tumekubali kwa sababu ni system ya simu. Walipe tu kila kitu, isimamie tu kila kitu. Isituambie vitu outpatient apako kwa ward ndio ilipie. Hiyo ilipe tu kila kitu, hapo mwananchi wa kawaida atakuwa sawa. Na mwisho langu, isipokuwa tunahimiza pia viongozi ambao kwamba wanasisitiza tuingie kwa SHA na waunga mkono, nasema pia nao ni sawa, kama vile baraza 2 term ametilia mkazo sana mambo ya SHA. Tuendelee kujirejeza kwa SHA, itatusaidia sisi wananchi wa kawaida. Na pia na pia naimiza tu wenzangu wale ambao hawajaingia kwa SHA wajirejeste. Hii SHA ni mzuri, lakini ni mbaya kama hujakuwa registered. Thank you. Asante sana. Naam, Hadia, ukiweza tukuwasikiza maoni kinzani, maoni mseto, yote yana uzito, kwa sababu unakumbuka kwamba mmoja anasema upande wa mifumo dijitali, pengine kama taifa wao wanahisikana kwamba tuko nyuma na pengine unahitaji kuboreshwa zaidi, kwa sababu wanapokwenda pale wao wenyewe ama na jamaa zao, marafiki zao, familia zao, wanafika mahali unapata pengine pana msongamano kwenye mfumo huo wa dijitali, na hivyo pengine kuweza kuchelewesha kuweza kupokewa kwa zile huduma za afya. Mwingine anasema kwamba mfumo huo ni mbovu, uweze kufutiliwa mbali na kurejesha ule wa kale wa NHIF. Ila kumbuka kwamba wakati ambapo wakiweza kubadilisha mfumo huu kutoka NHIF kufikia SHA, walikuwa wanasema kwamba NHIF haukuwa mfumo uliokuwa ukileta usawa kwa watu kutoka matabaka mbalimbali, na pia pengine ulikuwa na mashimo mengi yaliyokuwa yakiweza kufanikisha wizi wa fedha za umma, hivi kwamba palikuwa na hospitali ghushi ambazo zilikuwa zikiweza kuweza kudai fedha ambazo hazikuwa zikiweza kudhibitiwa kuwa huduma zilikuwa zimeweza kutolewa katika hospitali ambazo zilikuwa zikiweza kupeana ama kuweza kudai zile fedha kupitia kwenye ile halmashauri ya NHIF. Wengine
wanasema kwamba huduma hiyo ya ama bima hiyo ya SHA ni bora, ila waweze kuwa kiweza kuiboresha sana ama zaidi, ili kuweza kuhakikisha kwamba huduma zinamfikia mwananchi wa kawaida kwa urahisi sana hapa mashinani. Hadia. Na asante mwenzangu Alan Ochanda kwa kutuletea kauli na sauti za wakazi wa Kakamega kuhusiana na swala la bima ya afya ya kijamii ya SHA. Na nafikiri maoni ni mseto hapa kama tunavyokuwa tukiyasikiliza, lakini kuna mkazi amenichekesha, anasema watu wa Kakamega wanaumwa sana, kwa hivyo wanahitaji bima ya afya ya SHA ifanye kazi. Sijui kama ni kweli ama si kweli, lakini kwa kusikiliza maoni ya wakazi wa Kakamega wakiangazia swala la aidha bima hiyo kufanya kazi au kustofanya kazi, wapi kwa kuboreshwa, hisia ambazo zinakuja ni zipi? Ni kwamba kwanza kuja kuwa na elimu ya umma mzuri. Hiyo ni kumaanisha kwamba SHA ama Wizara ya Afya haijaelimisha umma vizuri. Jambo la pili, tunashukuru sana kuona wengine wakisema SHA ni nzuri kwa sababu walienda hospitali wakatibiwa na wakaenda nyumbani bila kulipa. Tunasema hiyo ni jambo nzuri. Hiyo ni kuonesha kwamba hospitali zinafanya kazi yao vizuri. Kwa hivyo kwa huyo mgonjwa SHA inafanya kazi, lakini kwa mwenye hospitali ambaye amemhudumia huyo mgonjwa na ako na miezi 6, 7, 8 hajalipwa, atasema SHA inafanya kazi ama haifanyi? Atasema SHA haifanyi. Kwa hivyo hiyo swali ya kama SHA inafanya ama haifanyi inategemea ni nani unauliza. Na huyo mwananchi amefanya vizuri na tunashukuru sana kwa sababu ametupongeza kwa sababu hospitali zinafanya kazi nzuri. Na kama ulivyotaja tulipokuwa mapumzikoni kwamba sasa hivi sio hospitali za kibinafsi chini ya muungano wa Rufa pekee ambazo zimesitisha huduma ya SHA, bali ni hospitali zote za kibinafsi. Labda kwa kufafanua zaidi hilo kwa wale watazamaji ambao wanatazama na hawakuwa labda wanajua taarifa kama hii. Ni kweli kwa sababu sasa Rufa ilitangaza tu upande wake, lakini baada ya siku ya pili ya tatu tukaona kwamba hospitali zingine pia zimeungana kwa sababu pia wako na uchungu ule. Wako na shida zile za kulipwa pesa. Kwa hivyo tumeanza kuona hospitali zingine ambazo hata sio wanachama wa Rufa, hata zingine za serikali, ukienda utaambiwa kwanza ulipe. Kwa hivyo sasa sio jambo la Rufa na wizara ama SHA, ni hospitali zote sasa kwa jumla. Na nafikiri tunarudi pale ambapo tulikuwa tumezungumzia kuna haja ya kuweka huduma katika mafungu. Kwa mfano huduma ambazo zinahitaji watu ambao wana magonjwa ambayo labda ni mazito zaidi, wanahitaji fedha zaidi, na huduma ambazo zinaweza kuwa ni za kutwa kwenda na kurudi nyumbani, unalipa kiwango gani ama SHA inagharamia kiwango gani? Tumesikia pia baadhi ya wakazi wa Kakamega wakiligusia hilo, wakitaja kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo unakwenda kwenye matibabu ya kutwa na unaambiwa kwamba SHA hailipi hiyo mpaka uwe labda unahitaji matibabu zaidi ya kulazwa ama masuala kama haya. Hilo nafikiri ni swala ambalo pia tumeligusia kipindi kile katika mazungumzo. Kweli kabisa, na hiyo ni moja ya zile mapendekezo ambazo tumepatiana kwa serikali. Tumejaribu kupendekeza kwamba Wakenya waweze kuelimishwa hizi pesa ambazo tunatoa zinaweza kutusaidia hadi kiwango kigani. Kwa sababu ukiambia Mkenya enda kwa hospitali utibiwe na utoke, yeye atakuja na hiyo ahadi. Na akifika pale anakuta kuna jambo hili ambalo haliwezekani, shida inakuwa pale kati ya mwananchi na hospitali. Kwa hivyo ni vizuri kwanza mafunzo ya umma ifanyike vizuri, na pia kama serikali tuweze kuangalia ni pesa ngapi tuko nazo ambazo tunaweza kuweka kwa huduma ya afya. Alafu tuweze kukaa chini tukubaliane ni mambo gani na gani ambayo tutaweza kuyafanya na yale ambayo hatuwezi kuyafanya. Tukubaliane tu kiwazi, kwa sababu tusipotoa uchi wetu basi hatuwezi kusaidiwa na nguo. Tukiangazia swala ambalo tumeliona kwenye taarifa za habari hivi punde, kati ya hospitali 1800 ambazo ni orodha iliyotolewa na SHA kwa DCI, hospitali 31 nafikiri zimefunguliwa kesi mahakamani. Wakati huu ambapo kuna mvutano kati ya miungano ya hospitali za kibinafsi na wizara ama labda serikali katika masuala ya malipo na malimbikizi ya madeni, ndio tunaona swala kama hili likijitokeza. Ni wakati ambapo serikali inafanya jukumu lake la kuhakikisha linapigana na ufisadi, ama mnahisi ni njama tu za kuwarejelea kwa sababu ya hatua ambazo mnachukua? Kwanza kabisa tuna support serikali
kwa kupigana na wizi wa pesa za hospitali. Kama chama na kama wenye hospitali za kibinafsi tungependa kusaidia serikali iweze kuwapata wale walagai na iweze kuwachukulia hatua kali. Kwa hivyo tuna support. Jambo la pili, kile ambacho kinatughadhabisha ni jinsi ambayo serikali inafanya hilo jambo. Kwa kuchukua hospitali zote na kusema zote ni wezi, wote wamefuja pesa, kwa ujumla hiyo sio nzuri. Kama sasa waziri wa sasa amekuwa pale miezi 6-7 sasa, tungependa kuona kufikia sasa ameweza kushika hospitali kadhaa ambazo narrow down kwa hao. Sio bado kuongea kuhusu mahospitali zote, kwa sababu kuna zile hospitali zinafanya kazi nzuri, lakini kwa sasa zinaumia pamoja na zile ambazo zinafanya ufisadi. Kwa hivyo hapo haifanyi vizuri. Tuliona alikipeana file 1800 kwa DCI, na wiki 3-4 zilizofuatia ni faili 31 peke yake ambazo zimeweza kupelekwa kotini. Na ukiangalia zile pesa ambazo hizo hospitali 31 zinadaiwa ni milioni 600 peke yake, ili hali tumepoteza zaidi ya bilioni 24. Kwa hivyo tunafanya kazi mingi ili kufuatia pesa kidogo. Tujiulize zile nyingi zilienda wapi? Na hizo nyingi zimepotea katika zile mahospitali gushi, zile hospitali ambazo haziko, ambazo zililipwa pesa. Hapo ndio tungeanza kuona kwanza serikali imeenda pale, kwanza hizo hospitali tukazipata. Maanake sio ngumu kuzipata. Serikali ndio imezisajili, SHA ndio imezipatia contract, ziko na KRA pin. Kwa nini hadi sasa hazijakamatwa na zilipata pesa ya umma? Alafu unafuata ile hospitali ambayo ilikosa kuweka document 2-3 kwa claim, unasema hiyo ni wizi. Hapo ndio tunaona kuna shida na hii vita dhidi ya ufisadi. Tungetaka warekebishe hiyo, wafanye ile kitu inahitajika, na kufikia sasa tungekuwa tumepata at least hospitali 2-3 zile gushi kwanza ziweze kuwa mfano kwa zile zingine. Na bila shaka katika kutamatisha, mwelekeo ni upi ambao tutarajie ama ambao mnasihi serikali kuchukua, kwa sababu tumesikia lalama za Wakenya ambao wanataabika kwa kuwepo kwa mvutano kati yenu na vile SHA? Jambo la kwanza na la muhimu zaidi ni serikali ama Wizara ya Afya kufungua mazungumzo. Rufa kwa muda wa miezi 11 sasa ya SHA tumepeana ripoti 8 feedback ya kuweza kueleza vile tunaona inafanya kazi vizuri, vile tunaona haifanyi kazi, pale wanaistahili kubadilisha na kutengeneza, maoni ya wananchi, kwa sababu sisi ndio tunakutana na wananchi, wanasema nini. Tumeweza kuwapatia ripoti 8 na hawaja tuita to discuss yoyote kati ya hizo ripoti. Sasa hivi tunatengeneza ripoti ingine ya SHA at 1. Tunaongea na wananchi, tunaongea na mahospitali ili tulete hii ripoti tuwapatie. Na sababu ya hii yote ni kwa sababu tungependa sana SHA iweze kufanya kazi. Tunatoa maoni yetu ili ikisikilizwa na mapendekezo yetu yaangaliwe, SHA itakuwa bora kuliko vile ilivyo sasa. Lakini hatujawahi kuitwa kwa mazungumzo. Tunataka kuambia serikali ifungue hiyo opportunity ya mazungumzo kati ya hospitali, hata wananchi, stakeholders wote na serikali. Kwa sababu panapo mazungumzo hapaharibiki jambo, wanasema. Kwa hivyo tunataka wafungue. Alafu warudi waangalie wananchi, vile tumesikia hapo Kakamega na sehemu zingine za nchi. Hii mambo ya kulipa mwaka mzima ni ngumu kwa Wakenya. Warudishe kulipa kila mwezi. Na pia wa standardize, waseme a specific amount ambayo itakuwa ikilipo kila mwezi. Itakuwa rahisi kwa Wakenya vile walikuwa wanalipa zamani, 500 kwa familia kila mwezi. Na labda kwa kuangazia swala la kuwepo kwa mpangilio wa malipo katika kuangalia asilimia ambayo inakwenda katika hospitali za umma, asilimia ambayo inakwenda katika hospitali za kibinafsi, kuna haja ya kufanya marekebisho yoyote ama mipangilio iliyopo iko sawa, inahitaji tu kuboreshwa? Hapana, hapo pia kuna shida kubwa, na ni moja ya zile mambo ambayo tumeandikia serikali, mambo 6 ambayo tumewaandikia. Kuna ubaguzi mkubwa ikifika pale mahali pa kulipa mahospitali. Unakuta kwamba hospitali za serikali
zinalipwa 60% ya pesa zote ambazo SHA inakusanya, na hii 1% nyingine inagawanywa kwa private na faith based. Hapo kuna ubaguzi mkubwa. Tungependa, kwa sababu wako na mfumo ambao wanajigamba sana wa kidijitali wa bilioni 104, zikuwe zinalipwa first come first out. You know, the FIFO program ile inaingia kwanza, ishughulikiwe na ilipwe. Sio kuangalia inapofika pale pa kulipa unabagua mahospitali. Sisi wote tunahitaji hizi pesa. Kwa hivyo tungependa kuuliza serikali iache kubagua hospitali za kibinafsi na zile za kidini. Ilipe wote kulingana na vile klemu zinavyokuja. Bila shaka, asante sana. Huyo alikuwa ni mchungaji Joseph Kariuki ambaye ni naibu mwenyekiti wa muungano wa hospitali za kibinafsi kwenye miji na vile vile katika maeneo ya mashinani maarufu RUFA. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako kujumuika nasi katika mazungumzo haya. Asante sana, nashukuru. Naam, mtazamaji, kufikia hapo natamatisha taarifa za yanayojiri bunge la mwananchi na sehemu ya mazungumzo kwa jumla. Naona mwenzangu Robinson Okenya tayari ameingia studioni, atakuwa anachukua usukani kukupa taarifa zaidi katika lugha ya Kimombo kwenye taarifa za News Desk. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.